Na mtazamaji, hatimaye leo hii ni habari njema kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua kutokana na nafasi aliyoweza kuipoteza mwaka juzi ya unaibu wa rais katika uongozi wa serikali Kenya Kwanza. Hii ni baada ya kupoteza nafasi hiyo kwa uamuzi ulioweza kufanywa na mahakama. Ila leo hii ikiwa ni Ijumaa Mei tarehe 9 mwaka 2025, hatimaye taarifa njema zimeweza kutufikia katika dawati letu la habari na pia zitaweza kufurahisha wafuasi wengi wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwani naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ambaye aliweza kufanya maamuzi ya kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni sawa aweze kuondolewa ofisini iliweza kuwa ni kinyume, na hivyo basi hivi sasa Mheshimiwa Rigathi Gachagua yupo mbioni kwa ajili ya kurejesha nafasi na ushindi dhidi ya yeye kubanduliwa mamlakani kama naibu wa rais. Ila mtazamaji, kwanza kabisa tungependa tukushukuru wewe hapo unayezidi kutupa support katika YouTube channel hii kwa kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Naam, mtazamaji, sote tunafahamu kwamba mwaka 2024 Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliweza kubanduliwa mamlakani, na jambo hilo liliweza kuwa ni jambo la kusikitisha, hasa kutokana na idadi kubwa ya wananchi wa Kenya walioweza kuamini Mheshimiwa Rais William Ruto kwa kumteua Mheshimiwa Rigathi Gachagua katika nafasi ya unaibu wa rais. Ila leo hii Mheshimiwa Rigathi Gachagua imeweza kuratibiwa ya kwamba kulingana na taarifa iliyoweza kuchapishwa na Kenyans.co.ke, jukumu ambalo Jaji Philomena Mwilu aliweza kufanya ni kinyume kabisa, na huenda hata kesi ambayo Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliweza kuiwasilisha katika mahakama kuu ya kwamba asiweze kuzuiwa kushiriki katika uchaguzi wa Agosti mwaka 2027 na pia kujihusisha na siasa za taifa hili la Kenya, huenda Mheshimiwa Rigathi Gachagua akaweza kupata ushindi. Je, mtazamaji, mtazamo wako ni upi?